Kuhusiana na uteuzi uliofanyika jana na maamuzi ya kikao cha halmashauri kuu ya CCM uliofanyika jijini Dar es Salaam. Sawa, ni kweli kwamba tumepata taarifa kupitia kwa katibu mkuu wa chama kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi akitoa taarifa ya matokeo ya vikao ambavyo vilifanyika kamati kuu ya chama na halmashauri kuu ya taifa, na kutangaza kwamba kutokea kwa kujiuzulu aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel John Nchimbi Balozi, na halmashauri kuu imemteua Mheshimiwa Ndejembi kuwa makamu wa rais. Mheshimiwa Ndejembi ni mbunge mwenzetu, tumekuwa naye na amekuwa mheshimiwa waziri, lakini pia amekuwa mkuu wa wilaya, na mimi wakati fulani nikiwa naibu waziri nilibahatika kumtembelea akiwa DC akifanya kazi. Ni zao la umoja wa vijana, kwa mtu ambaye anakijua chama, na tunamtakia kila laheri. Tutamunga mkono katika kazi mpya ambayo amepewa na mheshimiwa rais ili akafanya kazi kwa niaba ya Tanzania wote. Jambo lililotokea nilionekana kama geni, labda ungeambia nini cha kuambia Watanzania? Inaonekana geni kwa sababu watu wamekuwa na mazoea. Ikumbuke tu kwamba mwaka 2015 wakati hayati John Pombe Magufuli anakuwa rais, walipotoka hapa Mheshimiwa Majaliwa, Kassim Majaliwa alikuwa naibu waziri, na watu walizoea kwamba mawaziri wakuu ni watu senior, labda umri umeenda sana, lakini surprise alipokuja hapa akamteua Majaliwa kutoka nafasi ya naibu waziri kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo na hili ni kuonyesha kwamba zama zinabadilika, na bahati nzuri swala la uteuzi, katiba inasema atakaye mpendekeza mtu ambaye atakuja kudhibitisha na bunge ni mheshimiwa rais. Sasa mheshimiwa rais macho yake yamemuonyesha kwa sasa mtu ambaye anamuona anaweza kumsaidia nafasi ya makamu wa rais ni mheshimiwa Ndejembi. Kwa hiyo na kesho anatakaja mtu mwingine. Kwa hiyo ni kuona tu kwamba mambo haya yanabadilika, tusiishi kwa kukariri. Leo anaweza kuwa fulani, kesho akawa mtu mwingine kwa namna hiyo. Umezungumzia mambo ya usinia. Tulizoea kuona kwamba kwenye nafasi hizi wanachaguliwa watu wenye umri wa miaka kuanzia 50 kwenda juu, lakini hii imeonekana sasa ametoka mtu mwenye umri wa miaka 43. Kwa future unaionaje kisiasa? Nirudi kwamba mimi wasiishi kwa kukariri, kwa sababu kama ni usinia, mimi pia na umri mkubwa hapa lakini mbunge wa kawaida. Kwa hiyo siwezi kushangaa, nilihudumu wakati wangu, wamekuja watu wengine. Ndio nasema kwamba kwa mujibu wa katiba yetu mamlaka hizi huwa huchukui wewe, yani kwamba anapanga niwe fulani, hapana. Mamlaka hizi zina utaratibu wake. Kwa mfano swala la mawaziri ni mheshimiwa rais anateua kushauri wasaidizi wake. Nafasi kama imetokea ya kujiuzulu au kufa, inakuwa pia rais anapewa nafasi ya kuteua. Sasa anayeteua ndio ameona kwamba kwa sasa anayemfaa zaidi au anaona atamsaidia nafasi hiyo kwa namna anavyoona yeye ni huyu aliyekuja kwa sasa. Kwa hiyo swala la umri hapa lisiwepo. Ningeshauri kwamba hao wapokee Ndejembi kama ndio makamu wa rais, wataleta jina, tutathibitisha na kazi endelee. Mimi kwangu muhimu sio umri wa mtu. Kuna watu wana umri wa miaka 30, miaka 40. Dr. Emmanuel Salim amekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Afrika, sio? Akiwa na miaka 30. Mwalimu Nyerere alikuwa mwanaharakati na kutafuta uhuru miaka 30, early 30s. Na amekuwa rais wa nchi yake na umri mdogo. Kwa hiyo sio jambo la ajabu. Muhimu ni kwamba amepata nafasi. Sisi tumuombee, tumpe ushirikiano, apate busara, apate hekima, ajue zama hizi zimebadilika pia. Kama hivyo na yeye umri wake ni mdogo, tunatarajia kwamba atachapa kazi kwa umri wake, kazi iliyotukuka bila kuchoka, akiendelea kwa sasa hivi matamanio ya Tanzania sasa hivi ni kitu gani? Hilo jambo la msingi. Ndejembi ni kijana na tunamfahamu vizuri. Ulivyosikia Ndejembi kitabia na maisha yake unavyofahamu, nini kiliingia kichwani mwako? Watu wengi kwanza walishtuka, na katika mahali ambapo watu wamepigwa chenga ya mwili ni kwenye uteuzi wa Ndejembi kuwa makamu wa rais, kwa sababu kwanza watu wengi walikuwa hawafikirii kwamba anaweza kupata nafasi hiyo. Lakini pia kwa namna ambavyo amekuwa akiishi hapa bungeni, anaonekana mtu wa kawaida. Kwa watu wengi wameshtuka kwa umri kama nilivyosema, wameshtuka kama ameweza kupata nafasi kubwa katika umri huo, lakini pia wamefurahi kwa sababu ni mtu ambaye ameshinda katika maisha ya kawaida. Sio mtu wa kujikweza. Sisi tumekaa hapa tunaongea kama kawaida, amefika mpaka nyumbani kwake, mnazungumza, mnapigana simu, unazungumza mambo ya wizara yake alikuwa anasimamia, anakushauri fanya hiki. Wewe sio mtu ambaye sisi kama mbunge watu tunapenda kupata mtu ambaye pia ni mwenzetu. Huyu ni mbunge wa jimbo. Hata kwa makamu wa rais anafahamu kwamba wabunge hapa wana changamoto majimboni.
wabunge hapo wanahitaji hiki. Mbunge anapolalamikia jambo anajua pia na yeye amebeba mzigo huu, anajua msalaba unalipo zito kiasi gani. Kwa hiyo sisi tunaona jambo zuri sana, jambo zuri ambalo amepata. Katika moja ya jumbe ambazo kwenye barua ambayo aliandika makamu wa rais ambaye amejiuzuru, alisema ameamini kwamba rais anahitaji mabadiliko. Laini ile, ujumbe ule unapeleka ujumbe gani kwa wafanyakazi wa serikali katika swala mazima ya uwajibikaji? Rais alishasema mara nyingi kwamba wachape kazi, na wakati mara nyingi pia amesema kwamba atatumia kalamu yake katika kufanya mabadiliko, na tumeona akifanya hivyo. Na makamu wa rais aliyejiuzuru nafasi yake aliandika, na mimi nimesoma hiyo dokumenti yake. Kama nilivyosema ni kwamba sitakwenda sana kiundani kwa mambo ya aliyejiuzuru, kwa sababu nimejaribu kuona hakutaja sababu, ukiacha mambo ya mabadiliko, kwamba kwa nini amejiuzuru. Lakini pia na katibu mkuu alipokuwa anaeleza kwamba Nchimbi amefukuzwa wanachama, vile vile hajaweka wazi sababu zilizopelekea kikao cha kamati kuu na halmashauri kuu kumfukuza wanachama. Kwa hiyo mimi nitacomment baada ya kupata exactly kitu gani, kwa sababu unaweza ukamtetea mtu kumbe labda kuna makosa makubwa ambayo sisi hatujui. Ndio unavyoniona hivi, mimi naweza nikawa tofauti, matendo yangu yakawa ni tofauti. Lakini ile aliyosema kwamba kama mabadiliko, labda ndio hapa tunaona kwamba Mheshimiwa Rais ameweka mtu ambaye ni umri mdogo, miaka 43, ni kijana, labda anataka mtu ambaye atakimbia zaidi na vitu vya namna hiyo. Hilo linapeleka ujumbe gani kwa wafanyakazi wa halmashauri ambao saa nyingine wewe unamenyana nao kwenye swala nzima ya uwajibikaji? Swala la kiutendaji mimi ni kilio changu kikubwa, na hii pia tupe fundisho kwamba lolote linaweza kutokea wakati wote. Kwa hata wale ambao wana nafasi ndani ya serikali, iwe ni kwenye baraza la mawaziri, iwe kwenye nafasi ya chama, lakini pia hata na watumishi wa umma kwenye nafasi za kiutendaji, hata kama itakuwa ni kwenye halmashauri au wizara yoyote ile. Sisi tunachohimiza ni kwamba mtu yeyote ambaye amepata nafasi anafanya kazi kwa niaba ya Tanzania, matarajio ni kwamba achape kazi, afanye kazi kwa weledi na watu waone matokeo. Sasa kama hatuwezi kuona matokeo yake ni kufanya mabadiliko na kulalamika, kitu ambacho tungesijibana kitokee. Kwa hiyo maana yake ni ujumbe kwamba kila mtu kwenye nafasi yake akae na aenee kwenye kiti chake. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.